Kwa mara ya kwanza kwa mkoa wa Tabora leo tunaenda kufanya operation ya kuweka nyonga bandia kwa mgonjwa ambaye tunamfanyia kwa msamaha kabisa. Serikali imemsamehe, hospitali imemsamehe, na tunaenda kumfanyia operation kubwa kabisa ya kumwekea nyonga bandia. Matatizo ya nyonga yanaendelea kuwa mengi, hasa kwa upande wa wazee na sana pia kwa upande wa maafisa uendeshaji bodaboda wanaoumia. Tumekuwa tukifanya tangia mwezi wa 7, nimefanya baadhi ya operation za nyonga, lakini leo tunaenda kuweka nyonga bandia. Kitete sasa hivi ni kitete mpya na inafanya vitu vikubwa kabisa ambavyo kwa kipindi cha nyuma vilikuwa vinahitaji kwenda kufanyika hospitali ya taifa au hospitali ya rufaa, ambayo kwetu sisi tumezoea Bugando. Kwanza kabisa niweze kuwapitisha kidogo kwenye mojawapo ya mashine ambazo tumeletewa mashine nyingi kabisa za kisasa kwa ajili ya kutobelea mfupa mkubwa na mdogo. Nafikiri mnaisikia hiyo gadget. Hii mashine mwanzoni ilikuwa inapatikana hospitali ya kanda au hospitali ya taifa, lakini sasa hivi tunavyoongea inapatikana hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kitete. Inaweza ikafanya operation ya mfupa wa paja, ugoko, mifupa midogo, mfupa wa mingi sana. Tunaitumia kudrili, lakini pia tunaitumia kwenye mambo mengine. Serikali imetuletea mashine mbalimbali. Kuna mashine ya kutoboa mifupa, kuna mashine ya kukata mfupa. Zamani wakati tukipata ajali, mtu anahitaji kukata mfupa, mgonjwa anahitaji kukata mfupa, tulikuwa tunatumia msumeno ya mafundi seremala. Serikali ya Mama Samia kwa kusimamiwa sisi hapa wafanyakazi tukiwa tunasimamiwa na Dr. Hiembe, wametuletea vifaa vya kisasa kabisa. Hatutumii misumeno tena, tunatumia vifaa cha kisasa kabisa. Kinakata mfupa. Hii mashine tunakata nyonga, tunakuwekea nyonga bandia kama kitu ambacho tunaenda kufanya kwa siku ya leo. Kwa hiyo kwa haraka unaweza kufikiri mashine zinafanana, lakini zinafanya kazi tofauti kabisa. Hii ndio serikali tunayoiongelea yenye mapenzi na wananchi wake. Kutoboa mfupa. Hata unaweza ukasikia ka sauti. Kukata mfupa. Operation ya upandikizi wa nyonga bandia ziko katika makundi mbalimbali. Kuna ile ambayo ni ya kutoa kichwa cha nyonga na kikombe chake, wanaita total hip replacement. Kuna ile ya kupandikiza kichwa peke yake na mkono na mguu ambao unaenda kuunganisha kwenye mfupa wa paja ambao unaitwa hemiarthroplasty. Kwa leo tunaenda kupandikiza kichwa cha nyonga ambayo inaitwa hemiarthroplasty. Operation kwa sababu sio mara ya kwanza kuifanya, tumekuwa tukizifanya, ila tu kwa Kitete ni mara ya kwanza. Inaweza ikachukua kama saa moja, ikizidi sana saa moja na nusu kuifanya. Na tunafanyia mgonjwa ambaye kwa miezi 3 iliyopita alikuwa hatembei, anabebwa kwenda chooni, hawezi kufanya chochote, na unamhudumia pale alipo. Lakini tunatarajia baada ya kama wiki 2 atakuwa anatembea mwenyewe. Anaweza kutembelea magongo ndani ya wiki 2, maumivu yakiisha anaanza kutembea mwenyewe bila shida yoyote. Na atakuwa anajihudumia yeye mwenyewe, ataweza kushiriki na kufurahia maisha. Sasa hapa mbele yetu tuna mashine yetu ya usingizi. Hii mashine ndio inatusaidia kulaza mgonjwa ili afanywe upasuaji vizuri bila shida yoyote. Kwenye usingizi na ganzi salama tuna aina 2. Kuna ya nusu kaputi, lakini pia kuna ya kulala moja kwa moja. Hii mashine inatusaidia wakati wa upasuaji kuangalia mwenendo wa mgonjwa. Sisi tunaita vital signs. Yaani moyo wake ukoje, unasukuma damu vizuri, mapigo ya moyo. Kama anasikia maumivu, mashine itanionyesha. Hii mashine ina kifaa cha kumpumulisha mgonjwa. Tunapofanya upasuaji kama tumetumia dawa ya usingizi ya moja kwa moja, tunamaanisha kwamba mgonjwa tunamsimamisha mapafu yake kupumua, ila tunaweka dawa yetu ambayo anakuwa amerelax. Tumemparalyze kwa muda, lakini hii mashine ndio itakuwa inampumulisha. Hii niliyoishika hapa ndio mashine ya kumpumulisha mgonjwa, inaitwa ventilator. Kwa hiyo hapa kuna vipimo tunaweka kulingana na uzito wake na ukubwa wa mapafu yake. Kwa hiyo hewa inayotakiwa kuingia kwenye mapafu tunatumia hii. Kwa siku ya leo
tunaelekea kufanya procedure ambayo haijawahi kufanyika Kitete, na ni kwamba haijawahi fanyika Tabora, tukiwa na mtaalamu wetu wa usingizi Dr. Hambo kuweka nyonga bandia. Lakini pia tumewezeshwa yote haya ni kwa sababu tumeweza kupata vifaa tiba ambavyo ni muhimu sana katika ufanyaji wa procedure hizi. Tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibuni Kitete, karibuni tuwahudumie. Afya yenu kipaumbele chetu.